nguvu ya msalaba wa Yesu na nguvu ya thamani ya damu ya Yesu. Maana ya nguvu ni nini? Nguvu ni uweza. Nguvu inaweza ikawa iko kwenye mashine fulani, inaweza ikawa kwenye umeme, inaweza ikawa ndani ya mtu. Nguvu ninayoiongelea leo ni nguvu iliyoko ndani ya mtu. Kwa hiyo tunaposema nguvu ya msalaba, tunamaanisha ni uwezo wa kiungu ulioko ndani ya msalaba wa Yesu. Msalaba kikawaida kabisa ni nini? Kwa nini sisi wa Kristo tunauweka msalaba pale madhabahuni? Kwa nini sisi wa Kristo tunauweka msalaba kama kitu ambacho kwa nini tunauweka kwenye makanisa yetu? Kwa sababu msalaba ni ishara ambayo kiuhalisia kabisa unabeba ushindi, unatukumbusha juu ya ukombozi, unatukumbusha juu ya mateso ya Yesu, lakini unatukumbusha juu ya aibu na fedheha ambayo Yesu aliibeba juu yetu. Na hivyo basi ni ushindi wa maisha yetu, ni ushindi wa watoto wetu, ni ushindi wa kazi zetu, ni ushindi wa uchumi wetu, ni ushindi wa ndoa zetu, ni ushindi wa Ukristo wetu. Msalaba ndio uliotutetea sisi mpaka tukaitwa Wakristo, ndio uliotuhamisha kutoka kwenye giza na kutuingiza kwenye nuru, au kwenye nuru ya pendo lake. Kwa nini msalaba kwetu unakaa kama ishara? Ishara tunaweza tukasema kiuhalisia, it is a sign, a token or a symbol ya msalaba. Hata katika Biblia tukiangalia iko aina mbalimbali ya misalaba. Ndio maana utasikia there is a Latin cross, yani msalaba wa Kilatini. There is a Greek cross, maana yake msalaba wa Kigiriki. Lakini kuna misalaba mingine kama msalaba wa Andrea, kama msalaba ambao wale wezi wawili walitundikwa nao pale msalabani, nao ni msalaba. Unakumbuka Yesu alipoteswa na kuangwa mtini, yani kuwekwa pale msalabani, alitundikwa msalabani, lakini walikuwepo wezi wawili wakawekwa na Yesu pale msalabani, nao walikuwa na msalaba, lakini huo ulikuwa msalaba wa mwizi. Wewe Mkristo mwenzangu, umebeba msalaba gani? Umevaa msalaba gani? Unaamini msalaba gani? Inawezekana kabisa una msalaba, lakini sio msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu kwa kawaida unabeba aibu, na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Isaya 53 kuanzia mstari wa 4 hadi wa 6, anasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Alichukua aibu yetu, alichukua masikitiko yetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua udhaifu wetu, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Kazi moja kabisa ya msalaba, kazi mojawapo kubwa ya msalaba ni kuleta uponyaji, ni kuleta neema, ni kubeba aibu. Unakumbuka Yesu wakati wanamtesa, wakati wanamsulubisha, wakati wanamwaibisha, wakati wanamtemea mate, ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Inawezekana uko katika mazingira ambayo kila mtu anakutemea mate, kila mtu anakufunua, kila mtu anakuchungulia, kila mtu anakuona ya kwamba huwezi kufika mahali popote. Asubuhi ya leo ninakutia moyo kwa Bwana, ninakutia moyo kwa jina la Yesu ya kwamba uko msalaba wa Yesu uliobeba aibu, uliobeba masikitiko, uliobeba fedheha, na kwa kupigwa kwake Yesu wewe umeponywa, na kwa kupigwa kwake Yesu aibu yako imeondoka, na kwa kupigwa kwake Yesu fedheha yako umeondoka, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tu watu wengine.